Hii ni K-News habari. Kwenye lile tukio mheshimiwa mbunge ndo alianza kufanyiwa kumwataki. Manake ukiangalia wakati mheshimiwa mbunge anakwenda, kijana alinyosha mkono kumzuia. Ile video mliona vizuri nadhani. Na maelezo ya mheshimiwa mbunge anasema ule mzuio wa kijana ulienda kukamata ziwa lake. Si mnaelewa vizuri? Sasa hayo ni mambo ambayo kwenye masuala ya suluhu kuyathibitisha yanahitaji intelijensia hali ya juu sana. Sasa na yeye alilalamika kwamba amefanyiwa kitendo cha udhalilishaji. Kwa lakini sasa alivyorudi mara ya pili, kwa sababu hata yule kijana aliyemzuia sio aliyepigwa kibao. Ukiangalia ile video, aliyepigwa kibao ni mwingine, kuona kwamba alikuwa tayari frustrated. Lakini yote ni makosa. Kitendo cha kijana kuzuia ilikuwa ni kosa, iwe kazuia kwa mkono kweli ulifika kwenye ziwa au haukufika, na kitendo cha mheshimiwa mbunge kupiga kofi pia ni kosa. Kwa hiyo yote sisi hatuwezi kuyanyamazia na wala hatuwezi kuona yako sawa. Tunaelewana wazee? Yote ni makosa kama yalivyo makosa mengine, kwa sababu ukitendewa kosa haina maana wewe ulipize kwa kutenda kosa tena. Kwa hiyo yeye ilikuwa avumilie, na hapa ndo tuna ile kitu inaitwa political resilience, sio ustahimilivu wa kisiasa. Ukisoma kanuni zetu hizi za maadili zimetaja adhabu ya kwanza ni onyo, inakuja onyo kali, inakuja karipio, inakuja kuvuliwa haki ya kugombea na mfano wa vitu kama hivi. Sasa adhabu hizi zimewekewa pia utaratibu. Ziko adhabu ikitolewa unaita media, mfano adhabu ya karipio. Mnafahamu vizuri? Lakini kuna adhabu ya kuvuliwa haki ya kugombea, kuachishwa uongozi, kuvuliwa uwanachama. Kwa hiyo na ndio utaratibu wa chama. Kwa hiyo ziko adhabu ambazo kimsingi zikitolewa hazitangazwi. Na hata wote hawa tuliosema tumewaita, tukagundua wameingia kwenye kosa moja baada ya jingine. Kwa sababu kwenye adhabu zetu unaanza na onyo kali kisha karipio. Huwezi mtu hujawahi kumpa onyo ukaenda moja kwa moja kwenye nini? Kwenye karipio. Kwa hiyo hata wote tulioeleza hapa, kila mmoja tumempa adhabu kulingana na kosa alilolifanya. Sasa zingekuwa adhabu za kuzungumza, mzee ungetuona hapa leo tungetaja pamoja na haya kiongozi fulani tumempa adhabu 1 2 3 4 5. Tumeelewana? Kwa hiyo kila mmoja akapewa haki yake. Nyinyi jueni hivyo, kila mmoja akapewa haki yake, na hiyo haki aliyoipata tumempa kutokana na hali yake na namna tulivyoona lile kosa kalitenda. Lakini hatujamwacha mtu, tumetenda fair, na ndio maana tukasema huwezi kuusikia tena mgogoro ukiibuka, kwa sababu kila mmoja aliyekuja, watu walikuja wanalia. Nadhani nyinyi mlikuja pale siku ile, mliona baadhi ya vijana walikuja hapa wanalia, wana hasira, wamefura, lakini baada ya kutoka pale wote wanacheka, wanafurahi kwa sababu wameona tumetenda fair. Na sisi aliyekosea hatujali hadhi yake, tumemwambia hapa umezingua, hapa huu ni ujinga, huu uliofanya ni 1 2 3. Sasa mengine hatuwezi kusema hapa. Tumeelewana? Ni mambo ya uongozi. Uongozi ni pamoja kuwa na busara, sio yote unataja hadharani. Chama kimekemea, chama kinalaani yale matukio yote yaliyotokea kwenye baraza la vijana ambayo yanakwenda kinyume na kanuni, katiba na miongozo ya chama chetu. Yeyote aliyefanya, haijalishi ni nani, chama kimekemea. Tumeelewana? Kwa hiyo maana yake ni kwamba tumekemea na kuonya. Vijana wa itifaki, mbunge kuna sehemu aliteleza, kila mmoja chama kimemwonya, kwa sababu hakuna mtu aliye juu ya chama. Na hakuna mtu ambaye anasema kwamba yuko above the law. No one is above the law. Si ndio? Hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria. Kwa hiyo kila aliyekosea chama kimemwonya. Na kwa mheshimiwa mbunge, kosa lake kwenye hili ni kile kitendo cha kumpiga kofi kijana wa itifaki. Lakini maeneo mengine yote
yeye ndo alifanyiwa ndivyo sivyo. Lakini pia tunashukuru aliendelea kustahamili, si ndio? Aliendelea kuvumilia, ingawa kama tulivyosema hatuwezi kufumbia macho vitendo kama hivi. Hakuna mtu aliye juu ya sheria, huo ndio ukweli. Chama chetu kinaongozwa kwa vitu takriban vinne. Kwanza, katiba ya chama. Pili, chama chetu kinaongozwa kwa kanuni za chama. Tatu, kinaongozwa kwa miongozo mbalimbali inayotolewa na viongozi wa chama. Nne, utamaduni. Chama chetu kinaongozwa kwa vitu vinne. Kwanza, katiba. Pili, kanuni. Tatu, kinaongozwa kwa miongozo mbalimbali. Na nne, chama chetu kinaongozwa kwa utamaduni. Hii ndiyo miongozo ya chama chetu minne. Na ndiyo maana unaona kadhia yoyote ikitokea kupitia miongozo hii, tukija kwenye kanuni, mnaona hapa tuna kanuni ya itifaki. Hii ni kanuni ya itifaki ya umoja wa vijana. Chama chetu hakijaacha kitu. Kila kitu kimeelezwa humu. Nani azungumze, taratibu za chama, mambo yanahusu chama. Si kila mtu ni msemaji. Na ndio maana tukasema ikifikia muda tutazungumza kwa utaratibu, na chama huwa kinazungumza baada ya vikao. Tunaelewana ndugu zangu? Kwa hiyo kwa mujibu wa kanuni ya umoja wa vijana hii hapa ya mwaka 1977 toleo la mwaka 2022 linalitaja baraza la umoja wa vijana la wilaya kama kikao kikubwa cha pili cha jumuiya katika ngazi ya wilaya. Na hilo na limetajwa na kwenye ibara ya 59 ibara ndogo ya kwanza ikataja wajumbe wa hilo baraza la umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi wilaya. Pamoja na hayo, kwenye ibara ya 59(3) ya kanuni hii imesema chama chetu kinaongozwa na vitu vinne. Katiba hii hapa ndio katiba ya Chama cha Mapinduzi. Lakini kanuni, moja ya kanuni ni hii hapa, kanuni ya umoja wa vijana. Lakini tuna kanuni ya uteuzi wa wagombea uongozi katika vyombo vya dola. Mwaka huu tuna uchaguzi. Uchaguzi wa mwaka huu unaongozwa na kanuni hizi ndani ya chama. Lakini pia tuna kanuni hii, muongozo wa itifaki. Zote hizi ni kanuni za ndani ya chama. Lakini pia tuna kanuni za uongozi na maadili. Hizi hapa, kwamba mtu akimisbehave anatakiwa aadhibiwe, anaadhibiwa kwa kosa lipi, adhabu zikoje, wapi, ni hapa. Lakini pia tunazo kanuni za uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo hizi ni kanuni. Kwa tumesema tunaongozwa na katiba, lakini pili kanuni, hizi zote nilizozionyesha kanuni. Kwa hiyo hata hii ya umoja wa vijana ni kanuni. Kwa hiyo ukisoma kanuni hii, ibara ya 59(3) inamtaja mwenyekiti wa UVCCM wa wilaya kwamba atakuwa na mamlaka ya kuendesha baraza la wilaya. Asipokuwepo, wajumbe wa baraza watamchagua mtu yeyote katika wao wanayemtaka. Sasa huu ni utaratibu nimependa nianze nao ili muweze kuuelewa. Lakini siku ya tarehe 19 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 usiku wake, kwa ambao hatukuwepo, tulishuhudia yale yaliyotokea katika lile baraza la umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Momba la kumzuia mheshimiwa mbunge wa jimbo la Momba, Mheshimiwa Condestas Chalwe kuingia kwenye lile baraza. Kila mwenye macho aliona, na waandishi wa habari mliona. Lakini kilichonisikitisha mimi nikiwa kama msemaji wa chama ni the way zile taarifa zilivyoripotiwa. Kwa sababu kuna ripoti moja niliisoma kwamba mbunge wa jimbo la Momba akataliwa na watu wake wa Momba.
Habari nyingine ikasema mbunge wa jimbo la Momba awekewa vizuizi na wapiga kura wake. Ile hali waandishi wa habari tunajua jiografia ya mkoa wetu. Tunajua mkoa wetu una wilaya 4 za kiserikali na kichama, lakini tuna halmashauri 5. Wilaya ya Momba ina majimbo mawili yenye halmashauri 2. Halmashauri ya mji wa Tunduma na ni jimbo la Tunduma, lakini pia tuna halmashauri ya Momba na kule kuna jimbo la Momba. Na lile tukio, na ndio maana tumekuja kueleza hapa ili kutoa ukungu ule, kueleza uhalisia ulikuwaje. Lakini nimesoma taarifa nyingine. Kuna taarifa imeandikwa ambayo inaeleza kwamba Momba kumewaka. Nimesoma hiyo taarifa juzi. Imeeleza kwamba Momba kumewaka, yani mfano wa hivyo, lakini na mle ndani kukaja na maelezo mengi sana. Maelezo ya mbunge, maelezo ya mwenyekiti wa UVCCM, katibu wa UVCCM, katibu wa chama na kadhalika zake kwenye lile andiko. Lakini kimsingi ndugu zangu, ni kweli Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Momba Condestas Charwe alizuiliwa kuingia kwenye lile baraza la umoja wa vijana kama tulivyoona. Lakini taarifa zilivyoandikwa, ndio maana tuna clear doubt. Taarifa zilivyoandikwa kwamba mbunge mwenzie wa jimbo la Tunduma, Mheshimiwa David Silinde, ndio alihusika kwenye ile mission. Kitu ambacho hakina ushahidi. Kitu ambacho si cha sawa sawa. Kwa nini tunasema sio cha sawa sawa? Kwa sababu sisi kama chama, sekretariat ya mkoa ya Chama cha Mapinduzi pamoja na kamati ya utekelezaji ya Chama cha Mapinduzi mkoa, jumuiya ya vijana, siku ya tarehe 24 mwezi wa 4 2025 tuliwaita wajumbe wa baraza la umoja wa vijana wilaya ya Momba kutokea Momba ya chini, takriban vijana 50. Tukawaita wa viongozi wakuu wa umoja wa vijana wa wilaya ya Momba, tukawaita vijana wa itifaki wote waliokuwepo kwenye lile tukio. Tulifanya nao kikao kuanzia saa 4 asubuhi mpaka saa 4 za usiku. Tukachunguza mengi, tukajadiliana nao mengi. Baadhi ya mambo tukajiridhisha, lakini mengine yalikuwa si sahihi kama yanavyoripotiwa. Vijana wa itifaki, tukianzia na nukta hiyo, maagizo waliopewa kwamba mtu yeyote asiye na kitambulisho asiingie kwenye lile baraza. Kwa sababu kwa mujibu wa kanuni ukisoma, mbunge sio mjumbe wa baraza. Mbunge akienda kwenye baraza anakwenda kwa mwaliko. Ndio maana hata Silinde alikuwa ni mgeni rasmi. Baada ya kumaliza shughuli yake aliondoka, baraza linaanza sasa kikao, wao hawatakiwi kuwepo kwa sababu sio wajumbe. Kwa hiyo mtu anatakiwa awe na kitambulisho. Kwa hiyo aliambiwa mtu asiye na kitambulisho asiingie. Lakini unfortunately mbunge wa jimbo la Momba alikuwa na barua ya mwaliko. Mnaona contradiction hapo? Yaani yeye kama mheshimiwa mbunge, kwanza ni mjumbe wa kamati ya siasa ya wilaya, kikao kikubwa kuliko lile baraza. Lakini pili, pamoja na kwamba sio mjumbe, alikuwa na barua ya mwaliko wa kuhudhuria kwenye ile function. Sasa vijana wao wamepokea maelekezo kwamba bwana, akija mtu yoyote ambaye hana kitambulisho asiingie humu. Jukumu lenu nyinyi ni kuhakikisha wanaingia watu ambao wana vitambulisho, na kila mjumbe alipewa kitambulisho. Ndio maana tulivyokutana na vijana tuliwaonya kwamba hili mlilolifanya ni kosa.
Kwa sababu katika nyinyi vijana hakuna asiyejua kwamba mheshimiwa Condesta ni mbunge. Na kama ni mbunge, hata kama tujalishi hana mwaliko, wewe kijana huwezi kumzuia. Ukisoma mwongozo huu tuliotaja, mwongozo wa itifaki, ukienda kwenye kipengele kinachozungumzia kifungu cha 25, kazi na majukumu ya kamati ya itifaki, kulinda viongozi wa CCM na UVCCM pamoja na mali za CCM na UVCCM. Yule mbunge ni kiongozi wa CCM. Kwa hiyo jukumu la vijana walikuwa wamlinde mheshimiwa Condesta, sio kumharasi. Hata kama kuna maelekezo hana kitambulisho, jukumu lao ilikuwa wao sasa mmoja wapo aondoke, aingie ndani, amwite katibu wa jumuiya kwamba mheshimiwa mbunge amekuja lakini hana kitambulisho, na maelekezo ya hapa wanaingia wajumbe au watu wenye vitambulisho, na sisi hatuna maelekezo yoyote. Kiongozi angetoka kuzungumza naye. Kwa hiyo hili ni kosa ambalo vijana walilifanya na sisi tumewakemea kwenye hilo. Lakini kama mnakumbuka, waandishi wa habari, ndani ya kikao kile kile katibu wa wilaya ya Momba Comrade Kataba pale alikemea kile kitendo. Yeye ni mjumbe wa lile baraza halali, lakini pia ni mlezi wa jumuiya zote katika wilaya yake. Alisimama, alikemea, na kama mnakumbuka pale alisema kamati ya utekelezaji baada ya mkutano ule wakutane na yeye ili wazungumze. Na kweli hilo lilifanyika, na kamati ya utekelezaji ikaonywa, na wenye makosa wakakiri makosa yao. Kwa hiyo lile lilifanyika. Lakini pia kwenye kile kikao, kama mnakumbuka, alisimama mgeni rasmi ambaye alikuwa mheshimiwa mbunge wa jimbo la Tunduma, baada ya mwenyekiti wa wilaya kukataa fedha iliyotolewa na mheshimiwa mbunge kwa madai ya kwamba fedha ile imekuja leo na wao wameomba muda mrefu. Na pale tunasema wazi kulikuwa na misinformation. Mheshimiwa mbunge Condesta aliwasiliana na watendaji wa jumuiya ambao ni makatibu, na wakakubaliana kwamba pesa yake atatoa siku hiyo, ila wao hawakumueleza mwenyekiti wao. Na mwenyekiti wakati tunazungumza naye kwenye kikao chetu alikiri, akasema wakati anatoa lile tamko, kama mlifuatilia vizuri ile video, katibu wangu alikuwa ananinong'oneza, alikuwa ananiambia mheshimiwa alituambia pesa ataleta leo na tulikubaliana naye. Na ndio maana mwisho wa lile baraza, kama mliona, mwenyekiti wa UVCCM wa wilaya alimuomba radhi mheshimiwa mbunge, lakini pia akakiri kukubali kupokea zile fedha, na akasema vijana watagawana. Kwa hiyo jambo lilitokea hivyo. Lakini pia kama mlifuatilia vizuri ile video, mliona yale mabishano pale nje yalivyokuwa yanatokea. Kuna kijana mmoja anaitwa Alex alikuwa anaonekana, ambaye huyu ni mtu wa Silinde, si ndio? Alikuwa anawazuia wale vijana kwamba jamani, huyu mheshimiwa mbunge muachieni aingie. Vijana wasema hana kitambulisho. Baadaye alivyoona hawamuelewi, yeye ndiye aliyeingia ndani kumpa taarifa katibu wa wilaya, mheshimiwa mbunge amezuiliwa na vijana kuingia ndani. Sasa ukichunguza hiyo kadhia, unaweza ukasema sasa, kama ingekuwa ni mission ya mbunge Silinde kama ilivyoripotiwa katika baadhi ya maeneo, Alex asingeenda kumpa taarifa katibu, wangetaka mbunge aondoke. Na ndio haya mambo tunatamani waandishi wa habari watu waweze kuyajua uhalisia wake ukoje. Vijana walikosea na viongozi wa UVCCM walikosea, na wote wamekiri, wameomba radhi. Lakini hata mle ndani ya lile baraza kulitokea sintomfahamu. Tumejiridhisha kwenye kikao chetu, baadhi ya vijana kutoka bondeni kule Momba, wale vijana wa Tunduma, yani yale mabaraza yameunganisha halmashauri ya Tunduma kama tulivyosema na Momba, tumeelewana, wakiwa ndani ya baraza mle ndani inaonekana kukaanza kutokea rapsha.
wale vijana wakaanza kususia lile baraza mle ndani. Baadaye katibu wa wilaya akazungumza nao, baraza likaendelea. Yote tumeyabaini na wote tulivyowaita tumezungumza nao, wakayakiri hayo, na end of the day wakaombana msamaha. Na tukawa tumeimaliza kadhia ya Momba. Kwa maana kweli mheshimiwa alizuiliwa na lile lilionekana na kweli ni kosa, licha ya kwamba vijana walikuwa na maelekezo, lakini tumewaambia vijana, wajibu wenu nyinyi, mkipokea maelekezo, kaja kiongozi wa juu yenu, nendeni kwenye zile mamlaka zilizowaelekeza, muulizie utaratibu. Leo mmemzuia mheshimiwa mbunge, kesho mtamzuia katibu wa mkoa, na mfano wa vitu kama hivyo. Kwa hiyo vijana wametuelewa, na vijana wameshikana mkono, na vijana wameombana radhi. Lakini katika mambo ambayo pia tulibaini kwenye lile, kwa nini yametokea yale? Kwanza ni hiyo jiografia tuliyosema. Vijana wakasema wanataka sasa mabaraza yote kuanzia sasa yafanyikie makao makuu ya wilaya ambayo ni Chitete. Tukaona jambo hilo halina shida. Lakini jambo la pili ambalo vijana walidai kwenye kikao chetu cha tarehe 24, kwamba kuwe na mchanganyiko katika vijana wa itifaki. Wale vijana wa itifaki wote ni kutokea Tunduma, na wakajenga hoja za msingi kwamba laiti kama na sisi tungekuwepo kwenye wale vijana wa itifaki, mbunge wetu tusingekubali azuiliwe. Tungesema hapana, huyu ni mbunge wetu, au mmoja wetu angeenda kuuliza utaratibu. Tukaona hili ni jambo la msingi sana. Tukaelekeza pamoja na kamati ya utekelezaji ya mkoa, ikatoa maelekezo wilayani kwamba tuhakikishe tuna combine kwenye hii itifaki ya wilaya, wasipatikane watu kutoka sehemu moja. Lakini pia vijana wakasema kwamba wanahitaji lile baraza linavyoandaliwa liwe jumuishi. Maana yake majimbo yote yahusishwe, wachukuliwe wajumbe kutoka kule na wajumbe Tunduma, wajadili budget na kila kitu. Tukamwambia hilo haliwezekani, kwa sababu ni swala la kikanuni. Linaloandaa baraza la wilaya ni kamati ya utekelezaji ya wilaya yenye wajumbe 8. Sasa huwezi kuvunja kanuni kwa sababu ya utashi. Kwa hiyo yale yaliyowezekana tulikubaliana, yale yaliyoshindikana tuliwaambia yameshindikana, lakini mwisho wa siku vijana waliombana radhi na mambo yakawa yameisha. Kwa hiyo sisi kama chama tunakemea, yani tunaungana na katibu wa chama wa wilaya aliyekemea lile tukio pale, na sisi kama chama tumekemea tulivyokuwa nao, na leo tunarudia kukemea tena kwamba pia na sisi hatukufurahishwa na jambo hilo, na tunatamani, tunapenda jambo hilo lisijitokeze tena. Na midhali tumeufunga ukurasa huu na vijana wameelewana, tunaamini kwamba mgogoro huu umeisha. Wameshikana mkono, chama sasa ni kimoja, jumuiya ni moja, sasa hivi letu ni moja, kupambania goli la mwezi Oktoba kwenye uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani. Na kwenye hili niseme kama msemaji wa chama mkoa, mtu yeyote ndani ya Chama cha Mapinduzi atakayeliibua jambo hili, chama hakitakuwa na muhali na yeye, kwa sababu jambo limeisha na vijana wameelewana na tayari wamekuwa na nguvu moja, na waliokosea wamekiri makosa. Na siku zote ndugu zangu, moyo usiosamehe ni moyo dhaifu. Kwa hiyo watu wamekubaliana kusameheana na jambo limeisha. Tunaamini jambo hili halitatokea, na sisi kama chama tunakemea na tunaomba jambo hili lisijirudie tena ndani ya mkoa wetu. Yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Kwenye suluhu yetu sisi kama chama, yote haya tuliangalia.
Yote haya tuliangalia, na kila mmoja tumemsema kwa wakati wake na kwa nafasi yake. Hii ni K News habari.